Ukikataa njia ya ahadi, hautapata utimilifu wa ahadi. Na ndio maana kuna wengi ambao tumepokea ahadi za Mungu. Mungu amesema, nitakuinua, nitakubariki, nitakuzalisha, utazaa watoto mapacha, nitafanya, nitakuchekesha, hautaona wate. Ameweka ahadi, na wengine hata kae zimejaa maprofesi. Lakini wachache wetu wameona hizo ahadi zikitimilika, kwa sababu wengi tumekataa njia ya kutubeba kwa utimilifu wa ahadi. Hata ukombozi wa mwanadamu, ukisoma Agano la Kale utaelewa ahadi ya mwanadamu. Wokovu ya mwanadamu ilikuwa ahadi ya Mungu kwa wanadamu. Aliahidi ya kwamba atamuokoa mwanadamu baada ya mwanadamu kuanguka. Aliahidi, aliandaa, aliweka ahadi ya ukombozi ya mwanadamu. Lakini ili ahadi hii ya ukombozi itimilike, palikuwa mtu ambaye anaitwa Yesu. Alikubali kuvuka, kupita njia ili utimilifu uonekane. Wokovu inaahidiwa katika Agano la Kale. Unasikia Waisaya wanasema, kwa ajili yetu mtoto atazaliwa, ataitwa Emanueli, utawala wake utakuwa juu ya bega lake, halafu atafanya hivi na hivi, atakuja kwa malengo ya kukomboa wanadamu, atazaliwa mahali fulani. Lakini ilibidi Yesu akubali. Yesu alishuka, akavaa mwili, akazinyenyekeza, akatembea njia ya mateso. Fimbo alipata, madharau alipata, alikataliwa Yesu, malengo makubwa. Biblia inasema hata akakubali kifo ya haya, akakufa Yesu, akakubali kifo. Ilikuwa pale njia ya kumfikisha Mungu. Ninyi wa Kristo wa leo ambao mnataka muinuke, lakini kwa nini mnakataa njia ya kuinuka? Nikiingia monde ya commerce, hauwezi kuendelea commerce kama haukubali kuingia njia wa commerce. Juu itwe commerce, inaomba unaingia njia monde ya commerce. Ili uweze kufikia ahadi za Mungu, kuna njia za kupitia. Akombolewa wangesema amen. Mimi nakumbuka ninaanza huduma, nilikuwa na neema ya kupata maono ya huduma. Nilikuwa najiona nafundisha kwenye mikutano mikuu ya Injili. Nilikuwa naambia waloko wangu, nimeota leo nikifundisha mikutano ya Injili, watu wakitendewa mema, miujiza ikitendeka. Walikuwa naiona kama ndoto, lakini ili yale yaweze kufikia, ilibidi nilipe gharama ya kukubali safari ya kunifikisha katika malengo. Kuota ndoto, ukakataa njia, ndoto haitatimilika. Kumbuka mtu anaitwa Yusufu. Mnamjua Yusufu? Alikuwa anasema, nimeota ndoto, ikana fulani zikiinamia mkanda wangu, nyota na mwezi na jua wakiniinamia. Fika ndani ya nyumba ya Potifa wa usingizi, alibaka, akaingia gerezani. Baada ya gereza akafika kiti cha kutimilika ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi wenu umeota ndoto, Mungu akiwatendea mema, meanzia kuwaka akombi. Mpaka mnaanza kusema ilikuwa tu ndoto. Katika Biblia Mungu aliwafunulia watu kupitia ndoto. Amen, amen. Lakini kwa kila sifa arejea kuna njia ya kupitia. Elia atatuelewesha vizuri. Elia atakuelewesha na atakuonesha Mungu haiko bishi tunamwaziaka. Nikianza mimi nilikuwa sijui kufundisha, hata dakika 5 nilikuwa siwezi kufundisha. Ibada ya magharibi ya nyumbani nilikuwa siwezi kufundisha. Lakini wakisema Joshua utafundisha leo magharibi, ninaanza kusoma Biblia. Nilikuwa niko theology, ninaanza kufungua Biblia sielewi yanayoandikwa ndani. Najua vile ndivyo Wakristo wengi mko hapa. Ninafungua Biblia, ninaangalia verse, natafuta maneno na yakosa, lakini leo mnaweza kukaa hapa inanyadi seteri kuna wafundisha. Nimelipa gharama. Mara ya kwanza nilishindwa, mara ya pili nikashindwa, karibia mwezi mmoja nikishindwa kufundisha katika nyumba, mpaka nikadute na wokovu, nikadute na mwito. Nikasema inawezekana nishapotea njia. Mungu, yote niliona ilikuwa mawazo. Nikishindwa kufundisha watatu nyumba, ndaambia kanisa. Nikasikia ndani yangu sauti inasema, usiogope, niko pamoja nawe.
usiogope. Nikaanza kuzoeza, nikaanza kujizoelesha, kujifanyisia mazoezi. Nikapenda Mungu, nikaitika kulipa gharama. Nilikuwa natoka fakulte 18, nafika nyumbani naanza soma Biblia 19 jusqu'à 3h du matin. Ninasoma maandiko, ninaanza Genèse, napekua Genèse, namaliza Genèse, narudia mwanzo tena, namaliza Genèse mara 3 mara 4, naanza kusikia roho Mungu anaanza kufungua masikio ya roho. Ninaanza soma, nilikuwa nasoma Biblia mpaka Biblia ikawa sehemu ya maisha. Ndio maana hapa ninaweza kusimama naanza kusema maverse na sitapotea hata verse moja. Ahadi ya Bwana ameniita, nitakufanya mhubiri, nitakufanya mhubiri mkubwa, lakini kufikia uhubiri mkubwa hata sijafikia. Ninaendelea na safari. Lakini Bwana amenitosha mahali, amenifikisha mahali fulani, na ninaamini kuna mahali ananipeleka. Nikiwaelezea hii parcours tangu nilipoanza huduma mpaka leo, nimetengwa mara 3. Ile ni sababu ya huduma. Kitengo ya kwanza nilitengwa, mimi sijawahi kutengwa sababu nilifanya sana. Tu ya kwanza nilitengwa ni kwa sababu niliombea tasa kanisani. Nikatengwa. Wakaniuliza nani aliyekupa ruhusa? Mara ya pili nilitengwa kwa sababu ya kuwawekea watu mikono. Wakaniuliza nani aliyekupa ruhusa? Mara ya 3 nilitengwa, hatukuelewana na mchungaji. Mchungaji alisema sisi waporo hatufanyaki vya hivi. Nikatengwa mara ya 3. Leo kiniona ninasimama hapa, kuna vipindi nimevipitia, vipindi vya machozi. Unatengwa pasipo dhambi. Amina. Wewe umetengwa mara moja na kuhama kanisa. Mimi nimetengwa mara 3, sijaachilia kanisa. Wao wanakuambia hata kukusumbua, maombi yako kaleta fujo, unakimbia kanisa. Kuna ahadi za Mungu hapa. Na wewe mtu ambaye umeitwa na Bwana, umekuwa unajua mahali gani na kupeleka. Kuna wakati Mungu aliruhusu wakanitenga miezi 6, wakanitenga miezi 3, wakanitenga miezi 8. Na sikumwacha Mungu, na sikuacha kanisa langu. Ambia jirani yako dunia hujaona kitu. Tunamfuata, anaweza kuruhusu yale yote. Anaruhusu. Baba, nakamata mfano kwako huko baba yangu tena huko rafiki yangu. Mungu anaweza kuruhusu baba Kitani akakufukuza ndani ya kanisa. Si kwamba baba Kitani ni mpagani. Mungu anaweza kumtumia Kitani akufundishe. Na usiseme Kitani haokoki, na anaokoka. Sisi ambao tunaanza imani, tunawaza mchungaji akikuwa contre si, kwa haitakuwa contre. Anataka atuelekeze kulingana na ujuzi Mungu amempatia. Lakini sisi tulikataa kumtii, akitunyoosha tunaona kama ni mpagani. Haiko mpagani. Mimi leo ndio nimeelewa hivi vitengo vitatu vimenifanya kuwa autoblemi. Mtu aliye juu yako akupitize katika kipindi fulani, na Mungu akaruhusu kwa malengo ya kutengeneza, kukuandaa kwa kazi ya kesho. Usiwaze haokoke. Bwana mimi waliniteka, hayo kusema ni wapagani, tutaingiana mbinguni. Hamii wa watu, kwa nini Mungu kama watu ulinita mwa kazi? Kwa nini mnakuwa magumu? Oh, na bado magumu yatakuwepo. Unasania kazi ya Mungu mtaitumika tu kuirandamua hivi. Ya Mungu ile na ni kazi ya shetani. Ya Mungu haifanyikanaki mugirana. Impossible. Kuna muda ilifika wakasema wewe Joseph Freeman na sina mama papa. Sijui nimewaambia siku moja, hata mke wangu akanikataa.
Ilikuwa natafuta muoa, akasema ameshaniambia uko free. Siwezi olewa na free, akanikataa. Lakini Mungu akamuonesha mimi siko free. Tena mwisho tukaoana tu. Mungu mnayemfuata, huyu Mungu wa Elia, mchunge niwaambie ni nani? Mungu wa Elia. Si mnaona hapa hii verse ya kwanza katika chapitre 17. Mungu wa Elia anaonekana kama ni Mungu ambaye anajibu maombi ya watakatifu. Elia anakuya kifua, anasema ninasema pendant 3 ans et demi mvua haitanyesha. Mwenyewe niko na ile imani. Elia anashimama anasema, wewe mfalme nakuambia pendant 3 ans mvua haitanyesha. Wewe na siku moja unashinda kuprofetiza kwa siku moja. Na 5 minutes. Elia anapana profesia 3 ans et demi. Na Biblia inasema Mungu akatia kwa muhuri. Miaka 3.5 iliisha. Na chime cha sawa hichi chirumbi hakikuonekanaka. Na mvua na tope haikuanguka. Huyu ndiye Mungu wa Elia ambaye mnampenda. Anayejibu maombi. Mungu wa Elia. Na ile ndio parti yenye mnapenda kwa Mungu wa Elia. Anasema kwa jina la Yesu kazi yako iwe salama, na unajikuta kazi na kuwa salama. Ule Mungu ndiye mnapenda kanisa. Ona mimi nampenda. Lakini yule Mungu baada ya Elia kufanya yale yote, alimwambia Elia, kimbia sasa. Kimbia utakufa, kimbia. Elia alikimbia akakuwa mkimbizi. Unaweza kutosha prophecy. Unaweza kuwa mtu wa kupata maono. Unaweza kuwa mtu wa kusikia sauti ya Mungu lakini ukakosa faraka. Hamunielewi? Nasema unaweza kuwa mtakatifu kaacha uzinifu, ukaishi utawa, lakini biashara yako inakataa. Inawezekana. Elia amesimamisha mvua 3 ans et demi lakini anakuwa mkimbizi. Kiriati kwanza anakulishwa na kunguru, anakunywa maji ya kutoka pale Kiriati, alafu baada ya muda tena Mungu anamwambia toka na hapa, enda tena pale Sarapata, anakuishiwa na maisha kutangatanga. Mungu wa Elia ni Mungu mwenye anaheshimisha neno la mtumishi wake. Tena anaweza kubali mtumishi aingie katika utumwa tu. Anaweza kukuruhusu ukasema unabii hapa, nina namba juu ya mtu, na ikawa kweli, lakini jioni nikakosa chakula nyumbani. Unanielewa vizuri? Mungu wa Elia ameheshimisha neno la mtumishi wake. Katika Zaburi anasema ninaheshimisha neno langu kupita jina langu. Ameheshimisha neno kwa jina lake, lakini anaruhusu tena Elia awe mkimbizi. Elia anakimbia na tangatanga, Mungu anayaruhusu. Na ile upako ya kusimamisha mvua, lakini anakimbia. Ndio maana msigoma ndio kama uko mtumishi jua nini wewe. Unaweza kuwa mchungaji na upako, lakini nyingine domeni linakuwa. Unanielewa? Unaweza kuwa umeokoka na Mungu anakuyala amo. Mungu anakuyala amo, lakini nyingine domeni linakuwa. Si kwamba Mungu amekuacha. Elia wakati anakimbia, Mungu hakumwacha. Mwile mkimbizi Mungu alisumbukia Elia. Na profesi ibaki kuwa profesi. Unanielewa? Msikatae kuongea kweli sababu watu watawasema vibaya. Ukiongea kweli watu wanakusema vibaya, kweli itabaki kuwa kweli. Haleluya. Kuna watu wengine, kuna wachungaji wengine wanaogopa kuambia Wakristo kweli sababu nikiwaambia kweli watanichukia. Hata mnichukie, kweli itabaki kuwa kweli. Nikiwaambia kweli mnaikataa, itabaki kuwa kweli. Nikiwaambia kweli mnakataa kunisapoti, nitakuwa nimesema kweli. Na ninachagua kuwaambia kweli baada ya kuwaambia uongo ya kuwafurahisha. Baba yangu alinifundisha nikiwa mdogo, akasema, mtoto yangu, maisha yako yote usikuwake nyuma ya uongo, ukue nyuma ya kweli, sababu kweli inapita ndani ya moto. Ndani ya familia usiogope kusema kuwa, usiogope kuwa na msimamo halisi. Mimi nimeambia jamaa langu
Kanisani wakinihitaji na nyinyi mnanihitaji, naenda kanisani. Mimi ukiwa rafiki yangu, ukifika kwangu Dimashi asubuhi na kufukuza, nakwambia toka, utakuja kesho. Kwa zika ninakuona, nimekuambia kweli. Wewe mgeni hautaacha nisiende kanisani. Nichukie, bora nimependeza Mungu. Lakini hapa ninawaona watu juu ya marenia ya familia, mnakataa kanisa, unatoroka kanisa juu ya redio. Umekubali marenio za familia zikuwe mwako ni masete, na unajua ibada inaanza sete. Mwewa nyinyi wa Kristo wote mko hapa ambao mnajifunga, mnajikaza kupendeza majamaa, mnajikaza kupendeza watoto, mnajikaza kupendeza waume ama wake zenu, mnajikaza kupendeza wazazi kuliko kupendeza Bwana, mko walaaniwa. Naona niko mwa ile familia, kama shiende hayo atasema bo sawa, enda. Mungu anaweza kuua bwana ukawa mjane. Umemfuata Mungu mwenye baraka. Ukisoma kitabu Mwanzo, Kutoka, kitabu ya Kutoka, anasema Je suis Dieu jaloux, mimi niko Mungu, jina langu mimi mwenye wivu. Jina nyingine ya Mungu ni mwenye wivu. Tuwe na msimamo wa Kristo, tuwe na msimamo wa Yesu. Uwe na msimamo katika imani yako. Usiwe Mkristo ambaye anaweza kuongozwa na watu, anaweza kupeleka kwa watu wanataka na ukaenda. Inabidi wakujue, wafahamu ndani ya familia, amuyelebe haendake olewa Dimashi. Yelebe kama ni Dimashi hamtamuona mwingine. Wewe ndio wa kwanza kuleta mecha. Mtoto wa vuazia na olewa Dimashi, wewe ndio wa kwanza kulamjia mwafika hapo kwa mfamilia. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine wazee wa kanisa kama mchungaji na basi kama mchungaji Dimashi sitakuwa naenda oya petit frère. Mzee wa kanisa ule mtenge haraka hastahili. Mimi katika kanisa langu, wewe mzee wa vile umetengwa haraka. Hauna nafasi. Tunahitajika kuwa na msimamo. Nilisema mazingira magumu inaweza kuwa pia baraka. Kama haupendi nikuoe siku fulani au tunaachana, sema enda kwa jina la Yesu. Kama hautaki kuja lundi mercredi, waenda pepo. Wale wadada tuwatoshwa. Na unaona ni Kristo tu inakuwa legere mambo yao. Legerete katika imani yenu. Na ndio maana wapagani wamewavamia. Mimi nilikuwa na marafiki wa Muislamu wana muda zao za kuomba. Hata iko anacheza balo, mimi nilikuwa nacheza balo. Hata iko anacheza balo, muda ikienea anatoroka kidogo, anaanza kuomba kidogo, tena anarudi katika kaburi. Wewe uko na discipline gani? Lakini nasema Mungu ni mwema, atanibariki na usembe wa ile haina. Ninaamini miujiza, viwete vikatembea. Biblia inasema tukiamini tutafukuza mapepo kwa usembe. Mapepo kwa usembe tu. Elia ametabiri kwa ajili ya mvua, na Biblia inasema mvua ikashimama, lakini Mungu akaruhusu akawa mkimbizi. Elia akatangatanga, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Bora ukataliwe na watu na umekubalika na Mungu. Bora usakauliwe mbele ya macho ya watu, lakini machoni pa Bwana umekuwa mwenye heshima. Bora watu wote wakuseme vibaya, lakini mbingu zikuseme vizuri. Angalia hizi neno zinakumbuka hapa. Wengine wanasema bora watu waniseme vizuri, Mungu aniseme vibaya. Washe mafu. Kanisa yote mkanichukia bila wao.
Kwanza sebule mwenu na kulia kwa Mungu. Nitawafundisha kweli. Mimi siwezi kuwaogopa, nitawanyoosha. Uwe mzee wa kanisa nitakunyoosha. Uwe president nitakuweka taratibu. Hata uwe na miaka kunisibia ikiwa ya mbinguni niko mzee nitakunyoosha. Yakiwa ya mbinguni sina misa, baba yangu ananifahamu. Nampenda sana sababu naiko discipline, haiko discipline. Mambo ya mbinguni nikiyasema na kuwa taratibu na kuwa serious. Kutanisha nyumbani tutaongea tunacheka, lakini yakiwa ya Mungu hakucheka. Tutakuangalia na macho makali, bora unielewe vizuri. Alafu nilikuja nikawakutanisha wote wana Biblia, nikawahamakia. Wazee wa kanisa wakanikokota wakasema, mchungaji ukali, punguza ukali. Nikasema mimi yakiwa ya mbinguni hata fimbo ndawapika. Kanisa moja mwa section hiyo. Mwa section. Nilikuwa mkali sana. Niliwahamakia wazee wanakuja bila Biblia. Niliwahamakia hasara. Wakasema, mchungaji, ile sauti yako sisi hapa kwetu kuwa mpole. Nikasema mimi siko mjumbe wenu, niko mjumbe wa mbinguni hapa. Nitawanyosha. Nilipofika siku ya 6, siku ya 5 wakanipangia mbaraza pale. Utuongeze na retrete wataonya ule kiana mbele aingie Dimashi. Nilipokuja Dimashi wakanitania kwa mlango. Akaniingiza mbaraza. Akaanza nitondeka. No, basi usiwabu wangu tia. Isiwabu wangu tia. Ni heresi ama ambapo haiko hata heresi, lakini nikasema Mungu amedelivre. Nilipokuwa na madhabahu nikaanza Biblia sema ziko wapi tena. Nikaona wale wasema wanatia vichwa chini. Wasema wote vichwa chini. Umezoea injili kwa Biblia. Hadi muuze Biblia. Wale wiko mimi ni kusipuuza Biblia. Usipuuza Biblia, toka hapo. Inahitajika ndani yake serious. Inaomba unakuwa serious na msimamo wako ukajulikana. Msimamo wa Kristo unahitajika. Hata watoto wangu wanajua baba akisema ya mbinguni ukikohola unakula mkofu. Lakini hata ongea ya mbinguni siwewe takatifu. Unashabitika kule kwenye unaendana ni msimamo yako ujulikana. Watu wanaishi kule kwake hawezi fika huko mrefu. Ule ukafika kule unalewa haizi kuwa kile hata kwa ndani na hata kwa open. Ndio kuna moja. Msimamo yako. Akakimbia. Katika ukimbizi neno la Bwana likakuja juu yake. Nikamwambia Elia, sasa pale mahali tuliposoma chapitre 18 verset 42, Biblia inasema neno la Bwana likakuja kwa Elia likamwambia Elia, enda useme hizi mvua inanyesha. Yale kwanza niliniletea maombi. Ili ya pili tutaingia niachia. Kama ni unapata ujumbe nakuletea kwa leo. Na unasema kwa Biblia sitamsema. Huko wamekuja kwa nchi. Kazi hii hizo kwa prophets. Prophet hasemaki kufurahisha watu. Prophet anaweza kuwa anasema utakufa kesho. Tena wale prophet wanasema kuongezea miaka. Profesa siku ya mwisho. Tena ziko zinaketu zinaba prophecies nawe baraka tu anakuambia unainuliwa. Unasijua ulilala na mume wa watu jana, ulilala na binti ya watu jana. Wanakuambia wase kazi yako inaenda salama. Na unasema amen. Profesia Mungu anasema jitakaseni kwanza. Sababu kesho Bwana atafanya mambo makubwa. Jitakaseni. Walio waovu waache uovu.
sababu Bwana atafanya mambo makubwa. Namluzi tunaona maendeleo, kahaba ninaona unainuliwa, vipofu msengenyaji tunaona naweka zinaenda sana kugunduliwa, na nyote wanasema amen. Na afanye kwa wangapi wameinuliwa katika jina. Mimi nimekataa injili dhaifu, injili ya kukuja kuniambia ninainuliwa. Mimi nahitaji pia maombi ya kusema Mungu anasema Josué usikufanye anke Yesu nyanga atembea vile. Mungu anasema atakupiga fimbo. Ninapenda pia zile maunabii za kulimeta Haggai. Nakumbuka kuna mtumishi mmoja aliniambia, akaniambia Josué, Mungu ameniambia huduma yako inaishi. Na waambia yule mchungaji aliacha na tafuta tena Mungu davantage. Mungu ananifunulia Josué, huduma yako inaishi. Ilikuwa 2021. Nilitafuta Mungu davantage. Mpaka kumepita karibia miezi 2, yule mchungaji aliniandikia akasema ninaona neema ya Mungu juu yako. Aliyesema ameona huduma inaishi, yule kaniambia neema ya Mungu iko natembea na wewe tena, sababu alikuwa hapo. Msikubali tu profesa kusema mnainuliwa, mnaenda Dubai, hakuna kuambia mnaenda mbinguni. Mnaenda mnaenda Jakarta, mnaenda Kampala, ninaona biashara inaongezeka. Hakuna mwenye anakwambia ninaona imani inaongezeka. Hakuna mwenye anakwambia sasa ninaona mama umeanza kufanya vitu visivyokuwa salama. Acha. Wale wana vitu watosha.